Wa Truth Media, sasa hivi kwenye benchi langu mbele yangu nipo na ndugu yangu Haji Mnandi JR. Huyu Mnandi siku ya juzi tulizungumza pale KMC Complex baada ya mechi ya CRDB Confederation Cup kumalizika na Simba Sports Club kuibuka na ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya TMA. Tuliongea mengi, hata swala la dabi kuvunjika tulizungumza. Mnandi, mimi na wewe naomba tuzungumzie kuhusu swala la uwanja wa Benjamin Mkapa kufungiwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Wewe taarifa hii kwanza umeipokeaje? Nimeipokea vizuri, ni kawaida kwa sababu hata chani ilikuwa ichezwe mapema tu mwezi wa 3 ndio ligi ilisimama mpaka mwezi wa 4. Lakini wakaja kuangalia miundombinu bado haijakaa sawa, na sio Tanzania tu kwa sababu tuna host ni nchi 3. Tanzania, Uganda na Kenya. Nchi 3 hizo. Kwa hiyo wameangalia kote miundombinu haiko sawa na ndio maana wamesogeza mbele mpaka mwezi wa 8. Kwa hiyo kuja Yesu kuja kukagua na kuona uwanja kama umepigwa bani ni kawaida kwa sababu matengenezo yanatengenezwa pale. Yaani kama wanagusa tu vile. Yaani tunatengeneza ile kiolela. Tufanye jambo faster ili mambo mengine yaendelee kwa sababu tunapoendelea kuchelewa tunaendelea kusimamisha mambo mengine. Haya chani mwezi wa 8 ligi inaanza mwezi wa ngapi? Na mashindano yanafanyika hapo. Kwa mwisho wa siku ligi unaweza kushangaa kaanza mwezi wa 10. Ikatutoa kwenye njia. Kwa binafsi tunaomba walopewa mamlaka wa kufanya marekebisho kwenye ule uwanja wafanye kazi usiku na mchana ikiwezekana ili jambo liishe kwa haraka. Je, wale walojenga ule uwanja mpaka unakamilika walijenga kwa muda gani? Ina maana mtaka mlingane kurekebisha na kujenga. Maana kuna marekebisho na kujenga upya. Ni vitu tofauti, pale ni marekebisho. Sasa marekebisho tena yanachukua mwaka mzima. Uwanja hujakamilika. Inakuwa kiukweli inatukosea. Kwa hiyo tunaomba wenye mamlaka ambao wamepewa kwa ajili ya kusimamia ule uwanja basi ujengwe kwa urekebisho kwa haraka ili mambo mengine yaendelee kwa sababu sisi binafsi tunahitaji burudani. Leo mechi yetu ya kimataifa inawezekana isipigwe pale. Tayari itatuondolea sisi wengine ambao tutashindwa kusafiri kwenda nje hapa Dar es Salaam. Kwa sababu inaweza ikapigwa Zanzibar. Kuna wengine hawana uwezo wa kulipa pale. Go and return ya boti kwenda Zanzibar. Kwa hiyo tayari ushawakosa mashabiki wako kwenda kuicheki timu yao. Kwa hiyo binafsi tunaomba wenye mamlaka wafanye marekebisho haraka mechi yetu ikiwezekana, maana nadhani kati ya tarehe 8 au tarehe 9 mechi ya pili. Basi ule uwanja uwe tayari tuweze kuruhusiwa tukipige pale ili mradi wakati Simba ana qualify kwenda semi final tuwe tuna qualify tukiwa kwenye uwanja wetu wa nyumbani. Tusiwe tuna qualify tukiwa kwenye uwanja tofauti na Benjamin Mkapa. Sababu huu sisi ndio kitovu chetu. Ndio maana kumeitwa pale Lupaso atoki mtu. Kwa hiyo tunaomba pale kwenye kitovu maisha yaendelee kama zamani. Yaani msimu huu tunahitaji kuleta kombe katika ardhi ya Tanzania. Hatuhitaji tena robo wala hatuhitaji nusu. Tunahitaji kombe la kimataifa. Mnandi, watu wanachojiuliza katika dimba la Benjamin Mkapa mechi ilikuwa kabla mechi ya Mzima Dabi, mechi za mwisho kuchezwa ilikuwa ni Yanga dhidi ya MC Alger, lakini pia ilikuwa siku ya Jumamosi. Siku ya Jumapili akacheza Simba Sports Club dhidi ya CS Constantine kutoka pale Algeria. Baada ya hapo uwanja ulikaa bila kuchezewa muda mrefu. Mechi iliyokuja kuchezwa pale baadaye ni Simba Sports Club dhidi ya Azam FC. Na barua ya CAF inaainisha, inasema sehemu ambayo yenye matatizo ni eneo la pitch, yani eneo lile la kuchezea wachezaji. Watu wanajiuliza, eneo hili limeharibikaje? Mimi naona tu inatengenezwa tu story ili ionekane pitch ina matatizo kwa sababu wakati Simba tunacheza pale na Azam, wote pitch tumeiona ikiwa iko bora kabisa. Hata hao Viamba Mkumbe juzi walivyofunguliwa geti ambaye sio lenyewe wameenda kufanya mazoezi bado imeonyeshwa mule ndani pitch ikaonekana ina kijani kibichi, iko safi kabisa. Sababu pitch ile sio nyasi zetu za kawaida. Zile ni nyasi za kisasa. Na tumeona ziko fresh kabisa. Kwa hiyo mimi naamini wametengeneza story kwenye pitch ili mradi kuwafichia makosa sehemu nyingine ambaye haziko sawa sawa. Mimi siamini kama kwenye pitch ndio kwenye shida. Mimi ninachokiamini shida iko kule kwenye vyoo. Sawa na swala la kwenye vyumba na kama viti bado havijakamilika ni sehemu hizo tu, lakini sidhani kama kwenye pitch kuna shida kubwa kiasi hicho. Mimi naamini shida kubwa iko huko kwenye sehemu nyingine ambayo ni ngumu zaidi kwa sababu hata taa zenyewe ziliondolewa zote kwa ajili ya kufanya maboresho kule juu na zikafungwa nyingine mpya. Kwa hiyo mimi naamini sehemu hizo ndio zina changamoto kubwa. Ila hii imetengenezwa tu tujue kwamba pitch ina matatizo, maana yake msiweze kwenda kuruhusiwa na kwenda kucheza. Sababu huwezi kwenda kucheza uwanjani pale ukakaa kwenye viti mkacheza mpira kwenye viti. Mpira unachezwa pale kwenye pitch. Kwa hiyo lazima watangaze pitch ina matatizo ili mradi watu wajue kwamba uwanja haustahili kuchezwa. Lakini mimi naamini sidhani kama kwenye pitch kuna matatizo. Mnandi, wewe mwenyewe umesema hapa kama uwanja wa Taifa ndio kitovu cha Simba Sports Club kuweza kupata matokeo. Na uwanja huu umefungiwa kwa muda kuelekea mechi yenu ya Al Masry. Endapo mechi haitachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa, mkichagua uwanja mwingine kuchezwa. Baadhi ya mashabiki wanataja uwanja kwenda nchini Uganda, wengine wakitaja kwenda Rwanda kucheza endapo uwanja Benjamin Mkapa ukifungiwa. Unaiona Simba Sports Club ikitoboa kutoka katika hatua ya robo finali kwenda nusu finali? Twende wapi? Uganda au Rwanda? Kwani viwanja vyote vya Tanzania hapa hawezi kutumika? Wenzetu hapa waliwachukua Piramidi hapa waliopeleka Mwanza pale CCM Kirumba. Sio lenda wakikipiga pale.
Kama uwanja wa Benjamin Mkapa unaona CAF umeufungia, unahisi uwanja wa CCM Kirumba utaruhusiwa na CAF kuweza kuchezwa michuano hii mikubwa? Ukikizi vigezo unaweza kuruhusiwa tu. Ina maana Zanzibar kuna viwanja viwili kule. Kuna kiwanja kiko Pemba kule bora kabisa. Uwanja ule pale wa Amani unaonekana umeshatoka kufanywa marekebisho. Uwanja unaonekana uko bora kabisa. Twende mbali huko. Lakini bado uwanja wa Amani hujaanza kuchezewa. Ukianza kuchezewa vipi? Kwani ukikaguliwa ukiwa uko sawa sawa sikinapigwa pale? Sasa mbona tunacheza mechi nyingi za kimataifa kule unakuta uwanja vipala kabisa. Hata wetu una afadhali. Unapiga kabisa vumbi linatimka na tunapiga mechi ya kimataifa. Iweje sisi tusipate? Na naamini kwa sababu CAF wanaifahamu vizuri Simba na wanaiheshimu. Kwa hiyo naamini tu watatukubalia kati ya viwanja moja wapo hapa tukakipiga hapa. Ikiwezekana hata Chamazi sisi tunaenda tukakipiga hapa. Walishai kucheza mechi pale ya kimataifa. Kwa hiyo hata pale sisi tunaweza tukapiga. Kile kifuu cha nazi lakini pale. Tunaenda sisi tunakipiga na tunachukua matokeo. Lakini kusema twende Uganda, twende Rwanda, maana tunahakikisha kwamba nchi yetu hakuna uwanja. Na maana viwanja vyote tunakubali kwamba vinarekebishwa. Ukitoa Benjamin Mkapa, maana taarifa niliyopata ni Benjamin Mkapa. Sijapata taarifa kwenye viwanja vingine. Sidhani kwamba hata hiyo chani kija hapa watatumia Benjamin Mkapa peke yake. Maana kuna viwanja vingine vitatumika. Maana hivyo sisi vitatusaidia kwenda kucheza mechi yetu. Lakini sasa tuko naomba pale marekebisho afanywe haraka. Tupige pale ili hawa nyuma mwiko wawe wapiga ngoma wakiona sisi tukimtoa Mwarabu. Tukiqualify kwenda sehemu inayofuata. Wao si awamo. Sasa hivi watakuwa wapiga ngoma tu. Wapiga tarumbeta watakaa pale. Watakuwa wanapiga sehemu tunamtoa Mwarabu tunaenda hatua inayofuata. Lakini sidhani kwamba tutaenda nchi tofauti na hiyo. Sina hakika. Na kama tutatoka nchi tofauti na hiyo, sio Uganda wala Rwanda. Sasa tutaenda Mauritania kule. Waliko ndugu zetu El Hilal. Tutaenda kule na viwanja bora sana tutaenda kukipiga kule. Nauli nayo kwenda huko. Wapi? Kwani hata hiyo mechi inaenda kuchezwa kule Cairo sisi tunaenda wote sisi. Sisi tunakaa kwenye runinga tunaangalia boli. Yaani wana Simba sio lazima tuende uwanjani. Tumezuiliwa mashabiki pale. Tuliingia pale. Sisi tulikaa hapa Mwembe Simba. Tukaangalia boli. Au tukukaa hapa. Fungwa skrini hapa tukatulia hapa tukashangilia hapa magoli yote. Safi kama tuko pale. Kwa hiyo wao watajua wao. Mechi hata wakipeleka Uingereza. Sisi tutakodi viwanja, tutajaza mashabiki, tutafunga skrini humo, tunasherehekea kama kawaida. Alafu wao nyuma mwiko watakuwa wanakaa kwenye gofu lao pale la mchongo wanaangalia viula bwawani wanavyoruka. Sasa tunaangalia boli wao wanaangalia viula. Wana mashindano gani sasa hivi? Sio tutakuwa naangalia viula tu kwenye bwawa hapa. Sasa hizi wanatengeneza sosi zisizokuwa na maana sasa hizi. Si wapo ligi kuu? Yaani BC Tanzania bara. Kwani si hatumo? Wapo CRDB Confederation Cup. Wewe hujui vita inayoendelea hii. Hii vita ni machungwa kutolewa mashindano ya kimataifa. Yaani wale wamepigwa lungu la tani moja, alafu kichwa chao kina kilo 2 tu. Alafu mtu tani moja unagongwa kwenye kichwa cha kilo 2 kinatokea nini? Yaani wewe kule kwenda Bunju sio akili yao. Wale walikuwa wanaenda kwa babu yao kule Bagamoyo. Kwa hiyo wamepotea ndio wamepita njia ile. Wale kuna mtu alikuwa anapiga simu, "Piteni njia shortcut," wakajua ndio ile. Sio kwamba alimfuata Simba kule. Ile Zuga walikuwa wanaenda Bagamoyo kwa babu yao ndio akaingia kule. Wale washachanganyikiwa kutolewa kwenye mashindano. Wanajua ukitamba sana. Mwisho wa siku hata kwa kukaa unakuwa hakuna hata nyumbani kwako. Ukitamba sana mechi lazima nikufunge. Na nini? Hii mechi ukipigwa wewe unarudi saa 9 usiku unanyata. Ndio kinachotokea kwa watani zetu. Wametamba sana afu kwenye mataifa awamo. Sasa Simba bado anapambana kwenye ligi. Maana sasa hizi wanatuzidi pointi 7 au 6. Maana wana uhakika wote tayari anakuwa mabingwa. Lakini mpaka sasa ngadu kwa ngadu. Wao wanategemea nini? Wakachungulia pale wakachomoa waya betu. Mawasiliano hamna. Ili wamechomoa waya. Ili nataka kuona wao hawajachomoa waya. Lakini wao ndio wamechomoa waya mechi ile. Wao kama walikuwa wanamtaka mai wao si wangeachia sasa tuingie tufanye mazoezi. Si wangempata mai wao Jumamosi ba. Wangeondoka nayo. Na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtu anaolewa saa 1 usiku baada mkimaliza kufuturu tu anaolewa. Wangesubiri baada ya pale wangetuoa. Sio mpata mai wao. Sasa mai unamfuata vipi tena mchana kwa upe? Watu wamefunga. Mai gani unamfuata wewe? Sio anaita kufuru hawa. Yaani hao wamechungulia. Na mimi niwaambie tu wenye mamlaka mpira huu wa Tanzania. Sawa? Sisi ndio wenye mpira wetu kwa Tanzania. Tukizungumzia Misri Ni nani? Si Simba Sports. Kwa sababu wana mpira hawa. Hawa wana mpira gani hawa? Wamechukua ubingwa mara 3. Kimataifa wameshiriki mara ngapi katika mara 3? Mara ngapi? Sio wamefanikiwa mara 2 tu. Mara moja amefeli katika mara 3. Hasa timu ya mpira si kikundi cha wauni tu kilivamia na ndio maana CAF wamefuta kile kipengele cha kulisiti kwa sababu yao. Watu hawajui huyu. Kipengele? Cha kulisiti kile. Ukitoka klabu bingwa unaondokea shirikisho, kimefutwa mwaka gani? Si mwaka juzi walipofika finali. Wakaona hiki kitimu kinaweza kikachukua ubingwa kwa Mazabe kikatuharibia CV ya CAF wakafuta kulisiti. Ila watu hawajui kama wamefuta kwa sababu yao. Hiki sio timu ya mpira kikundi cha wauni kitazalilisha CAF wakafuta. Sasa sisi hapa tusijue hilo. Tunasomea Cuba. Si tumeona juzi pale. Haya unaleta mabauza kibao pale uwanjani pale. Geti alifunguliwi. Eti manager anaulizwa atasema hana taarifa kutoka kwenye mamlaka. Haya, taarifa imetoka saa 8. Yule manager aliwafungulia wao geti la uani lile nyimbo ya Msagasumu. Hataki chumba cha Sabuleni anataka cha uani. Kafungulia manager gani? Yule au manager wa Samuel. Si unaona kabisa kuna uhuni unatengenezwa ndani. Na ndio maana TFF unashangaa wanakaa muda wote wanajadili nini?
Hiyo itakii kamati kutoa maamuzi. Hiyo inatakiwa rais wa TFF asimame atangaze kwa umma, Yanga nimeishusha daraja miaka 10. Yeah. Yaani haina muda kupepesa. Sasa kamati pale inajadili nini? Rudia Mnandi hapo. Rais wa TFF Wallace Karia anafanya kazi kubwa sana kwenye taifa hili kwenye mpira. Kuna watu wanaharibu kumchafua tu aonekane yeye sio rais bora, lakini anafanya makubwa. Na hata jana umeona kateuliwa kwa mjumbe wa CAF, lakini huku ni mwenyekiti wa nini wa COSAFA. Rais wa COSAFA. Baki bado anajiongezea CECAFA anajiongezea vyeo. Leo eti mnamdhalilisha hapa eti nyinyi mnakaa kwenye matope mnabeba mizigo. Hii timu ya Makuli. Unamtaka asimame atoe amri. Amri gani? Kama rais wa nchi. Asemaje? Atangaze kwa umma. Sawa, kuanzia sasa hivi Yanga anaishusha daraja miaka 10, hamna kushiriki ligi. Wakabebe mizigo godauni kwa sababu hii timu ilianzishwa kwa ajili ya kupata uhuru wa nchi hii. Baada ya kupata uhuru, warudi kwenye mizigo yao, si waliotoa kwenye mizigo. Kwa hiyo uhuru tushapata. Rudini kwenye mizigo yenu. Wewe hata wewe hapo kiazima gari, umeenda kwenye safari yako, ukirudi utabaki nayo nyumbani kwako. Si utairudisha kwa mwenyewe. Kwa hiyo wao washazima hawa Makuli waje kuwasaidia wapate uhuru. Wazee wetu wamepata uhuru. Sawa, warudi kwenye mizigo yao, kamata pale kwenye magodauni yao yale pale walikuanzishwa. Pale bandari namba 1 pale roundabout. Huku nenda Bagala, huku nenda namba 5. Pale namba 1 kuna magodauni mawili mpaka leo yapo. Pale ndo likotokea. Kwa hiyo wao warudi kule wakabebe mizigo yao, watuachie mpira. Wewe ushaona Kuli anaweza kufanya vizuri kwenye mpira? Timu za Makuli hapa ziko hizi 2. Azam na hawa Young Africa. Lakini watu wanajua Azam ndio timu iliyoanzishwa na Makuli. Lakini timu ya kwanza ya Makuli hii, timu kongwe. Sababu Kuli kawabeba wazee wetu, wamehakikisha tumepata uhuru wa nchi. Sasa timu yako ilikuwa timu ya nini? Nani? Timu yetu sisi wafanyabiashara wanachukua samaki posta kule, wanakuja kuuza Kariakoo. Wakakutanishwa kwa timu moja na ndio kisa cha kujitoa. Watu hawajui. Tumetoka ubavuni, sisi hatujatoka ubavuni. Sisi tuliunganishwa wafanyabiashara na Makuli. Sawa, wazee wakaamini kwamba sisi tutaweza kuwabeba, sisi tukashindwa. Kwa sababu sisi hatujaweza kubeba mizigo. Ila wabebaji mizigo waliweza kuwabeba wazee wetu, tukapata uhuru wa nchi. Na mwenge kopi wamepewa. Kuna mtu leo kumuuliza yule mwenge umefuataje kwenye logo ajui. Kuna mtu nimbadanisha juzi tu. Nikamuuliza timu yako mazisho mwaka gani? 35. 35. Uhuru tumepata mwaka gani? 61. Huu mwenge umefikaje? Kwa sababu timu ipo kabla uhuru. Huu mwenge umefikaje kwenye logo? Mtu majibu wana anatapatapa kama mtu shengia kwenye maji ya Kaumu. Kwa sababu lile lilikuwa daraja la wazee wetu kupata uhuru wa nchi hii. Sababu Kuli ana uwezo kumbeba mtu yoyote. Hata gari anaibeba Kuli. Mnandi, tukiachana na hilo sasa, siku ya kesho Ijumaa majira saa 10 katika dimba la KMC Complex una mechi yako ya kiporo ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma Jiji ambao mechi kadhaa umecheza naye lakini umemfunga mechi zote. Lakini kila unapokutana naye mechi huaga ni ngumu. Unaionaje mechi ya kesho? Salumu, sitaki kutumia dakika nyingi sana kulizungumzia mechi ya Dodoma na Simba. Sawa? Mimi nataka nimalize dakika moja kutoa taarifa tena hii kwa umma hii, maana nimepata taarifa yao. Simba ametoa barua. Sawa kwamba atupeleke timu uwanjani kwa sababu 1, 2, 3 wameziainisha. Lakini na wao wametoa taarifa yao kwa umma. Baada ya kwenda Bunju kurudi, kupotea kwenda Bagamoyo kwenda Bunju kurudi, wametoa taarifa kwa umma usiku saa 6. Sawa? Kwamba wao hawatocheza mchezo mwingine wowote. Huu ndio mchezo wao wa mwisho wameshamaliza. Wanasubiri wapewe pointi zao 3 na magoli 3. Na kama utapangwa tena hawatocheza. Kwa sababu wao walishatimiza matakwa kupeleka timu uwanjani. Sawa? Amalize hii shughuli sababu huyu ndo anachelewesha. Sawa? Sababu mchuzi wa mbwa utakao unyweke bado wa moto, hata ukisubiri ukipoa unakuwa sumu. Hawa wanaharibu ligi kwa sababu NBC ndo mdhamini wa ligi kuu Tanzania Bara. Sawa? Premier League. Lakini NBC twiga wake ana nyekundu na nyeupe, lakini jiulize timu 15 zinavaa twiga sahihi akiwemo Simba. Maana Simba ni mdogo kwenye taifa hili. Lakini yeye anavaa twiga wa rangi nyeusi na nyeupe. Yule sio twiga halali wa NBC. Kwa nini? Huyu ana ligi yake. Kwa hiyo maana yake mipango kumbeba huyu ipo muda mrefu kwa sababu alikuwa Kuli wa uhuru, basi anataka kuwa Kuli wa ligi. Sisi hatutaki Kuli kwenye mpira. Mpira unataka watu waende shule. Sawa? Kuli hata kama hujasoma, uko na nguvu tu. Mapema tukifika bandari unatupiwa kizubao. Nenda kabebe mzigo. Lakini sehemu ya ofisini nataka elimu. Ndio kae ofisini na mpira unataka elimu. Lazima usome ndio ujue kucheza kwa formula. Hasa wenzetu sasa wanataka kuona mpira kama mizigo. Kwa ndio maana nasema rais wa TFF atoke atangaze kwa sababu hiyo kamati mpaka leo nasikia wanavutana. Sababu mule wote huyu Simba, huyu Yanga wanavutana. Mimi sitaki, huyu mimi nataka. Pale hakutakiwi Simba na Yanga. Pale inatakiwa haki itendeke. Sasa haki hawezi kutenda kamati. Mwenye mamlaka kutenda haki ni rais wa TFF. Sababu zile kamati zote ziko chini yake. Kwa hiyo akiona wanachelewa, ikiwezekana hata kesho atangaze taarifa kwa umma. Rais wa TFF ametangaza Yanga anaishusha daraja miaka 10 ili wengine wajifunze. Tusiharibiwe mpira wetu. Sawa? Alafu huyu hao wanatoa barua wanasema sisi hatuchezi. Mzee mpira unakumbuka kuna mwaka alitangaza hatuchezi tunakumbuka. Alilalamika kwamba hatuchezi ile 2021. Sasa tunamwambia hataki asitaki atacheza. Sasa nasema hatuchezi.
Itangazwe tarehe mpya, wapigwe bani, afu asicheze. Kama hujashusha daraja wapigwe bani na tarehe mpya tangazwe, afu atangaze asicheze. Tutaona wataenda kucheza ligi gani. Lakini nikija kwenye swali lako la mechi ya Dodoma Jiji dhidi ya Simba, nadhani mechi ya kwanza tulipiga Dodoma hapa. Simba ikishinda bao 1-0 likipigwa kwa njia ya penalty. Haongeleka mambo mengi sana. Yalifufuliwa makaburi mengi sana kwamba Simba kabebwa penalty ya mchongo, penalty sio halali. Lakini wenzetu walifunga goli la Maradona uwanja ule ule. Goli la Maradona. Nakumbuka naona goli 5 zilipigwa, mtu kapigwa kwa mkono. Si timu ile ile au nyingine? Lakini kelele kulikuwa hakuna. Kile goli moja umma mzima ulikuwa unajua kama kuna nini kinaendelea. Kwa hiyo sisi tuwaambie tu kwamba Dodoma, sisi hatuchezi na Dodoma. Sisi tunacheza na mkoa wa Dodoma. Hatuchezi na timu ya Dodoma. Sawa? Wale si wakusanya mapato pale Dodoma Jiji. Si watu wasite wale wa kumwaga vyakula. Sasa hatuchezi na wale tu. Sisi tunacheza na mkoa mzima wa Dodoma. Lakini tunahakikisha sababu Dodoma ndio makao makuu yetu. Sisi tutawaheshimisha kwamba sisi ndio makao makuu ya mpira Tanzania. Kwa hiyo wanakutana makao makuu ya nchi na makao makuu ya mpira Tanzania. Tunakutana pale KMC pale siku ya kesho. Wao wajipange vizuri kwa sababu nyuma mwiko saizi wanaendelea kukusanya vibuyu pamoja vinapasuliwa, havitakiwi kufanya kazi kipindi cha mwezi wa Ramadhani, lakini sisi tutawaonyesha wao kusanye vibuyu tukutane pale. Sisi tunamalizana nao vizuri. So wamecheza jana mechi yao Bonanza. Jana wamecheza Bonanza la jana kulikuwa na mechi. Jana kulikuwa na Bonanza. Hata sisi tuliocheza na wale timu hii mechi pamoja wako ligi daraja la kwanza. Kulikuwa na mechi gani jana? Si Bonanza tu. Alafu kwenye Bonanza wanaruhusu goli. Tena magoli yao yanafungwa kule kule Gongo la Mboto Kamba. Yasioeleweka. Meji anafungwa Diala tu yale. Kumbe hata Msheli anafungwa kumbe magoli yale. Nandi, sasa unaiona Simba yako ukienda kuchukua ubingwa ulipoteza misimu mitatu mfululizo. Ubaya tu, ubingwa lazima uchukuliwe. Hivi vita vinavyoendelea kwa ajili ya ubingwa. Yaani yatafufuka mambo mengi msimu huu. Na hata ile kauli ya kusema tunalia tunaenda kwa mama, wanaweza wakabadilisha wakasema tunalia kwenda kwa baba kaburini. Sio kwa mama tu. Wanaweza kulia kusema tunaenda kwa baba kaburini. Sababu mama ndio yupo anamiliki mamlaka saizi ya nchi. Maana walilia na wakafanikiwa kwa mabingwa miaka mitatu. Sasa hizi tumegoma. Hatutaki wao watimize miaka 4 ya sisi kuwa mabingwa kwa sababu wanaendelea kuzalilisha mpira. Tunataka kurudi wenyewe wenye mpira wetu, tuchukue mataji yetu mawili, ukiacha ngao tumeshaipoteza. Ili haya mawili lazima yarudi kabatini. Na ukiona Simba haya wameyachukua, kuna watu hapa watapoteza maisha wengi sana. Yaani wengi sana watapoteza maisha. Na nina wasiwasi. Bodi ya ligi hiyo taarifa mnavutana ndani haitoki. Hii mechi upigwe mwisho. Yaani ile mechi Simba anakabidhiwa ubingwa, watupigie paredi pale. Paredi watupigie pale mechi ya mwisho wa ubingwa. Sababu ndio ameshakuwa bingwa. Kashapigwa na Tabora, kashapigwa na Azam, mimi bingwa. Kwa hiyo mechi ya Young African na Simba, wakati tayari tushakuwa bingwa, hiyo ndio tutakuwa tukutane nao ili watupigie paredi. Huu ndio mwaka kutuheshimu kwamba sisi ndio baba wao kwenye mpira. Sababu washatoka kwenye mashindano wakiwa kama mabingwa, sisi tumeshika nafasi ya 3 bado tupo. Sasa muda wa kutuheshimu umefika. Hiyo mechi iwe ya paredi. Tunaomba TFF. Mechi ya Young African na Simba inapopangwa iwe mechi ya mwisho na ndio iwe paredi ya kutukabidhi sisi ubingwa. Nandi, mshanunulia watoto nguo za sikukuu? Sasa nguo za sikukuu nafikiri sasa tunanunua watoto wetu nguo za Man City, za Arsenal au Chelsea. Watu washanunuliwa suti saizi. Suti saizi watu washaandaliwa. Sawa, tiketi iko ndani ya 30 ya VPB imelala. Yaani nishafunika ni hata kama mechi haichezwi. Mimi nishatoa sadaka huko mwezi wa Ramadhani. Mtazamaji wa Truth Media, nikupe taarifa kuwa maduka yetu ya Kwa Mchina Store yanakupa ofa kubwa kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr pamoja na Pasaka. Pata jinzi kali kwa shilingi 17,000, t-shirt kwa shilingi 10,000, viatu kwa shilingi 10,000, mashati makali kabisa kwa shilingi 10,000, jezi za mpira za timu mbalimbali kwa shilingi 10,000 tu. Maduka yetu yanapatikana Dar es Salaam, Mbezi Luis, roundabout ya Kinyerezi, karibu na sheli ya Mount Meru. Lakini pia tunapatikana Dodoma katika stendi kuu ya mabasi ya 88 ndani ya jengo la Dig In Terminal Lodge. Kwa maelezo zaidi piga 0753 788 977. Nikukumbushe kuwa ofa hii ni maalum kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Fitr pamoja na Pasaka. Nandi, mimi nikushukuru sana. Bwana, hilo duka mimi nitalitafuta hilo. Faster tu naenda kununua hapo, naenda kuwanunulia watoto wa Salumu na watoto wa jirani wengine kwa sababu ni muda wa kutoa zaka. Jezi za Simba zinapatikana. Sio kama GSM wanadhamini vilabu afu watoto wake wanalala njaa. Mimi naenda kuwanunulia watoto washapata suti nyumbani. Tayari ya sikukuu. Kwa hiyo tunaenda kuwanunulia watoto wengine kwenye hilo duka. Jiandae mwaka huu hilo duka lako nguo zinaisha mapema. Kama vipi andaa mzigo mwingine ulete hapa. Shukrani sana. Asante sana.